hawa mpaka walikofikia hawana sifa za kuwa viongozi wa mpira wa nchi. Timu hizi zisikilizwe. Hawa hawataki kusikilizana. Yaani mtu kukuwekea maazimio unaogopa. Maazimio yanawekwa na wananchi kwenye mitaa. Sema jana mimi hatutomaliza wiki moja wataanza kusaidiwa. Nimeona wameanza kusaidiwa bungeni. Na mtazamaji wa Kawabe Media, karibu kwenye mbelenge za kimichezo. Na leo niko na mchambuzi wa masuala ya kabumbu Zuberi Mkalaboko. Tuna mambo mbalimbali yamezungumzwa, hususan wa bunge. Masuala haya yafika bungeni wamezua maswali mengine tena kwa wachambuzi wa masuala ya kabumbu. Zuberi Mkalaboko, kwema? Kwema mzee wangu. Mungu anasaidia? Mungu anasaidia, alhamdulillah. Swali limefika bungeni hili la dabi ya Kariakoo. Pengine bodi ya ligi swali limewapalia sasa, limeenda kuamuliwa na watu wengine nje ya taasisi yao. Wanalo tatizo bodi. Wanatibu tambazi kwa dozi ya jipu. Wanatibu tambazi kwa dozi ya jipu. Sasa kidonda akiponi, kila mmoja amekuwa mshauri sasa dhidi yao. Walishindwa kusikilizana na Yanga, sasa hivi wanashauriwa namna ya kuamua jambo lao na Yanga. Lakini ukienda mbali, juzi kama si jana nilikuwa naonya kwamba hawa watasaidiwa muda sio mrefu. Kazi ya kufanya wao watasaidiwa na watu wengine. Dalili zimeanza kuonekana. Leo wamefika bungeni tu kutambulishwa wale viongozi, unaona kauli za wabunge, unaona ushauri wa wabunge kwa hiki ambacho kinaendelea. Nilisema mamlaka ya nchi, ukiwa mwanamuziki, ukiwa sijui jambo lolote unalofanya kwa maslahi ya taifa, ikifika hatua umekuwa kikwazo kwa watu, utaanza kuona nguvu za umma zinakuja juu yako. Ndio kama hizi sasa zinaanza kujionesha. Kama hizi ambazo tunaziona sasa. Mamlaka ya nchi itaingia katikati wasaidie. Bodi ya ligi TFF ni kweli wana miongozo yao, lakini mnapofika mambo yenu hamwezi kuyasimamia, mtashauriwa na watu wengine. Na nilisema jana watu wana tabia kutukana, hawa watasaidiwa hawa. Na kusaidiwa kwa namna mbili. Na wakianza kusaidiwa hawana sifa kuwa viongozi wazuri. Sababu kiongozi ni ule uwezo wa kutatua tatizo linalokukabili na hata tatizo linalokabili watu wengine. Ndio kiongozi huyo. Wameamua kutokusikilizana. Sasa wanaanza kulazimishwa wasikilizane. Sasa wakishakuwa wanalazimishwa kusikilizana, maana yake wanaenda kufanya maamuzi ya shingo upande. Tafsiri yake ni kwamba liko tatizo. Kiukweli kinachosikitisha ni kila mmoja kujiona yuko sahihi. Kila mmoja kujiona yuko sahihi. Bodi ya ligi, moja ya kitu ambacho wanakikwepa, wanadhani kama watakaa chini kusikilizana na matakwa ya Yanga natakuwa wajiuzuru. Kwa sababu moja ya sharti la Yanga katika madai yao ni kwamba bodi sio waadilifu, wana upendeleo. Wanaogopa hapo bodi kujiuzuru. Sasa kwa kuogopa kujiuzuru na wao kwa kuonyesha kwamba si hatujiuzuru tutawaharibia nyinyi na sisi tunapanga mechi ya dabi. Kwa hiyo ilikuwa ni mwendo wa kukomoana, visasi na vitimbi. Maana sio visasi, vitimbi. Hawa wana vitimbi, wanaoneana vitimbi. Sasa watu wazima wakikosa hekima inabidi muwashauri pembeni kuwafundisha hekima. Hawa wameanza kufundishwa hekima. Wanafundishwa hekima TFF. Anafundishwa hekima bodi ya ligi. TFF ndio tutaweza kusema tulizani wao ndio wana hekima, ndio wakatuonyesha kipimo cha hekima kwao, mzani ndio uko sifuri. Kauli ya rais ilikuwa inadhihirisha kwamba hakuna mjadala, wao ni chombo cha mabavu. Wao ni chombo cha mabavu. Sio chombo cha kukaa watu wakafanya consensus ad idem. Kama hamwezi kukaa mkasikilizana, nyinyi ni chombo cha mabavu. Sasa leo mpaka tulikofikia, wala walikuwa na lazima kufika kasi. Tamko la Yanga la mwanzo, maelekezo yao, wangekaa chini wangesikilizana. Unajua Simba imekuwa sana mtu ambaye kawasha jiko la gesi kaweka maziwa kakimbia nje. Kwa hiyo Simba yuko pembeni kwa nini? Yuko pembeni, kawasha jiko la gesi kaweka maziwa kakimbia nje. Wanahangaika wao. Yaani wao sasa hivi wamepoteza funguo ya chumbani wanagombana sebuleni. Bodi ya ligi na Yanga wamepoteza funguo chumbani wanagombana sebuleni. Na mpotezaji hayupo. Hajulikani sasa. Kwa sababu aliyopotezea funguo kaondoka, wao wanagombana sebuleni. Tafsiri yake ni kwamba wamekubali kuingia kwenye tatizo ambalo wao walikuwa wanaweza kurekebisha. Yanga Afrika wana malalamiko dhidi ya bodi ya ligi kwa TFF. TFF kaa chini tusikilize, wamekosa hekima. Mkalaboko, hili swala paka limefika kwenye serikali, pengine mpira na serikali ni vitu viwili tofauti. Tumeingia sasa, tumeenda kuunajisi mpira wetu. Swala paka linafika bungeni, maana yake bungeni ni serikali. Tuna viongozi ambao hawawezi kusimamia mpira wetu. Sasa serikali inaweza isiamue ile ikawashauri. Na mimi nasema hawa mpaka walikofikia hawana sifa za kuwa viongozi wa mpira wa nchi. Tudanganyane, sijui kuna hiki, hatumpimi kiongozi kama mtu anaenda kununua mtandio. Mpimi kiongozi kama mtu anaenda kununua mtandio umtoshe tu kichwani. Tumefanya mambo mengi katika uongozi ni multidisciplinary, yanaguswa na kila mtu. Kiongozi apimwi kama mtu anaenda kununua mtandio, kwamba akijifunika tu unamtosha unatosha. Hiki sio kijola. Tunampima kiongozi kwa mazingira ya kuongoza watu. Kuongoza watu ni pamoja na migogoro kama hii. Kuongoza watu ni pamoja na kushughulikia mafanikio na migogoro. Hauwezi kuwa kiongozi mzuri inakuwa kama taa pikipiki. Ikizima safari hakuna. Safari hamna. Utatembeaje na pikipiki imezima? Sasa kiongozi asiwe kama taa pikipiki.
akizima safari hakuna. Tafsiri yake ni kwamba viongozi waweze kutatua matatizo. Na tumesema tangu mwanzo, mbona hao wanashindwa kutuonyesha uongozi na ukomavu hawa? Wanaongoza nini? Wanaongoza nini sasa? Wanashindwa kutuonesha. Kwa ukiongozi tunampima kwenye matatizo, anayatatuaje? Wanasikilizanaje? Wanaamuaje? Au kubwa wa hizi timu mbili unawalazimisha wenyewe kufanya makosa. Timu hizi zisikilizwe. Hawa hawataki kusikilizana. Yaani mtu kukuwekea maazimio unaogopa. Maazimio yanawekwa na wananchi kwenye mitaa. Yanawekwa maeneo mbalimbali. Lakini mnapotakiwa kusikilizana ndio maazimio yanakwenda, kwa sababu mtu anayelalamika haina maana akubali kusikilizana. Anataka asikilizwe. Na sio lazima asikilizwe kama alivyolalamika. Wakati mwingine anaweza kanalalamikia kitu asichokijua. Young Africans wanaigomea mechi ya tarehe 8. Imeahirishwaje? Mbona hakuna sababu za kuahirishwa? Wao waliahirishwa baada ya ombi la Simba na wako kana Yanga katika kuahirisha. Sasa wanataka waambiwe mechi ya tarehe 8 imeahirishwaje? Na bodi kwa nini imeahirisha mechi? Hatuna imani na nyinyi. Kwa nini tu si mtu kosa imani na wewe? Tusilo. Basi jiuzuru, kwa nini ukiambiwa jiuzuru lazima ujiuzuru? Haya tuende hapo, turudisheni gharama zetu. Swala la kutokuambiwa kujiuzuru ndio kama wamenajisiwa. Wakamuuzi rais wa mpira naye akaona mnatufuatafuata. Na hii ni kwa sababu bodi yetu ya ligi sio huru. Watu wasijifiche kwenye kipengele cha mafanikio. Haya mafanikio ni multidisciplinary. Serikali mafanikio Mkaraboko ni multidisciplinary, ni wanda mpana. Sisi tuna sera ya michezo ya mwaka 95. Ndio imezungumza mambo yote mnayoona humu. Na hata kusupport mamlaka za mpira, kwa sababu migogoro katika mpira wetu ilianza mwaka 95. Ndiko tulikuwa tunafati sio ikawaje, kulikuwa na migogoro chungu nzima. Ikaja sera ya michezo ya taifa ambayo inafasiliwa sasa. Haya mnayoona ni matunda ya sera ya michezo. So mtu anaratibu. Miaka ya nyuma tulikuwa tunafungiwa na FIFA kwa sababu viongozi walikuwa wabadhirifu na mifumo ya kumonitor serikali ilikuwa mbali na mpira. Sasa hivi serikali inaikagua mpaka TFF. Watu wanajua hiyo. Inafuatilia mwenendo wa TFF. Inakagua mambo yana. Maana viongozi wa nyuma walifikishwa mpaka mahakamani. Watu wamesahau. Maana yake ilikuwa ni chunguzi za serikali. Kwa nini serikali inashirikiana na FIFA? Kwa hiyo ukisema leo mahesabu sio mtu kaleta utulivu na kudanganya nini? Serikali inasaidiana na mamlaka zingine kuona mambo yanakaa sawa. Auditions zinafanyika, watu wanakagua mahesabu. Kipindi cha nyuma ilikuwa watu wamewachia mpira, wakawa wanaonja hadi mpira mpaka watu wakasikia wote utakatishaji fedha. Unakumbuka yale mambo? Sasa ndio tunawakumbusha kwamba leo sio kwamba kuna mtu tukashika peni na karatasi karekebisha. Serikali katika mifumo yake inamulika taasisi zake mpaka nchi yote zinafuatiliwa na serikali. Hii ni kwa sababu ya mabadiliko ya mfumo, na ndio maana unaweza kukuta wakati mfumo unabadilika, kwanza kuchunguza taasisi za mpira ndio tukagundua fedha zilikuwa haziji, watu mambo yanaendelea. Sasa sio jambo la mtu hili. Sawa na wewe leo unafahamu ili uendeshe gari uwe na leseni. Tukikupa ukipata leseni kuendesha tutasema bwana huyu ni hali anaendesha. Sasa amepewa leseni. Kwa nini usimheshimu aliyekupa leseni? Tafsiri yake ni kwamba tusitafute kutokuzungumza haki kwa kutaka kutafuta ubora wa mtu. Ubora wa mtu utaonekana kwa maslahi yake kwenye jamii, sio kwa sababu yeye tumtafutie haki. Sasa hivi naona mara si klabu itataja hivi. Tusitake kutoana mchezoni. Tunalo tatizo kwa viongozi wetu, tuwapa mamlaka kutusaidia kuyasimamia mamlaka kama yanavyotakiwa kuwa. Tusikwepe. Mtu mwenye shida aambiwe shida yake ajirekebishe. Wala sio watu wanataka atoke madarakani. Lakini kama mnataka kumuaminisha ni mzuri sana, mifumo ndio imesaidia. Kwa sababu kuna hoja tunazisikia sasa hivi. Siliko nyuma kulikuwa mapato mfanyaje? Kwani hamjui kwamba mpaka wale viongozi wa mwanzo back AFCON imekujaje? Sasa hivi zimebadilika. AFCON zimeongezewa wanachama nchi kushiriki. Nchi hii mpira wazazi wanaotuma watoto wao wakacheze mpira na wana nafasi. Kuna mtu anacheka fimba na kwamba watoto watu wakacheze. Kuna mtu ana boarding hapa ya kukalisha watoto wote wa timu ya taifa. Hapana, kwa mpira uzungumzwe ni sera za serikali. Ziko taasisi, vilabu, Azam FC utawataja wapi? Hafanyi kazi mtu mmoja mpira huu. Wanafanya wote. Watu wanaanzisha timu, mlikuwa nao huko. Watu Gambina wameanzisha timu zimekufa. Kwani kuna timu ngapi zimekufa hapa katikati? Nafikiri tutoke kwenye ajenda ya kuangalia mtu, tuangalie maslahi ya mpira. Na kuangalia watu ndio wanawatiwa watu kiburi, wanaacha kufanya kazi zao, wanajua tunawapambe watatusifia. Huu mpira huu hawa sasa umefika muda wa kusaidiwa. Na ndio nimeona dalili ya kwanza. Nimesema jana mimi, hatutomaliza wiki moja. Wataanza kusaidiwa. Nimeona wameanza kusaidiwa bungeni. Na nielewa vema. Si wamesaidiwa bungeni hawa. Nadhani kule wakitoka watelewa. Na najua watapakalishwa kikao huko. Hawa wataanza kusaidiwa. Kwa sababu amwezi mkawa mna mtoto ndani anakusumbueni, amwezi kushughulika naye mpaka atoke mtu jirani akusaidie. Hawa sasa hivi ni dalili ya kusaidiwa. Kiburi, ujivuni, mabavu, ushabiki ndio unaharibu mpira wetu. Kuna ushabiki ndani ya viongozi. Rushwa ndio matatizo ya mpira wetu. Kuna ushabiki ndani ya viongozi. Mno. Maamuzi yao beka ushabiki tu, unaona kuna kundi litanishangilia, na ndio maana wanatuchagiwa mpaka waandishi wa habari. Wana waandishi wa habari wao. Kumbe wana waandishi wa habari wao. Wana waandishi wa habari wao, wanawakubali na wanataka mambo ya kusikia wanayotaka. Yaani kama mtu anayekwenda baa, lazima aimbiwe wimbo mzuri. Ukiwa kiongozi wewe sio unakwenda baa. Lazima uimbiwe wimbo mzuri. Kiongozi utasikia sauti za vilio, sauti za kukuchekea, za kukushangilia, za kukukosoa, zote za kwako. Sasa hili ndio tatizo la mpira wetu na tutasema.
tutasema. Nyie mnaamua kushangilia, shangilieni, tutasema. Nafikiri tunayosema yameanza kutokea, wameanza kusaidiwa. Mkaraboko unaamini Young Africans hatoleta timu Juni 15? Mpaka watakaposikilizana. Ila timu wataleta. Alisa vipi? Wanahitaji Yanga wametoa msimamo wa peleki timu kiwanjani. Wapeleke timu uwanjani. Yanga bali wao wakiangalia wanasema viongozi wetu wa mpira nchi malaika. Hata kukoselewa. Wakosoi. Wanasimama na misimamo. Mpira sio wao, mpira ni wa umma. Umma huu ukisema hutaki mpira uchezwe na waongozi mpira sehemu yoyote. Na mpira huu akipelekana mahakamani unafikiri na muathiri nani? Wao watabaki majumbani mwao. Ni athari kwa vijana wa Tanzania, athari kwa waandishi wa habari, athari wanaangalia maslahi yao tu, waangalie maslahi ya watu wengine. Ndio maana wanauamulia mpira kwa maslahi yao. 10% sasa hivi kuna mgogoro sasa hivi mkubwa unakuja nyuma wa makampuni yanayotokweza kwenye mpira wetu. Sasa wanaanza vita za kimakampuni, ndio maana unaona mpira wanauendesha hivi. Hii ni vita ya maslahi. Kumbe Young Africans yuko sawa, anapigania virabu vyote. Sio virabu vyote, mgogoro wa mpira wa nchi. Na ndani kumeanza kuja na mgogoro wa kimaslahi. Hapa umesikia si nani atakudhamini timu zingine? Yaani wameamua sasa kama tuvurugane, hawa watu hawa tuwaangalie vizuri. 10% zitakuja kutuua. Na hatutokubali. Tutaendelea kusemea mpira wa nchi popote pale. Udhamini unaokuja mtokubali. Na sio udhamini tunataka kwenye mpira wetu uwe wa haki. Wewe ni kuna barua za mchongo basi FIFA ameleta hapa. FIFA sio anataja. Si michongo ile. Ile si michongo. Uchunguzi michongo tu. Barua za michongo kisha kuwa na viongozi watakasema michongo vitu gani? Hakuna cha mchongo, watu wasimamie mpira wetu. Wameanza kusaidiwa hawa. Mimi niliwaonya juzi. Watu wamecheka hapa Tanzania wanaona tunataniwa tutukana, ndio wameanza kusaidiwa na bunge. Mkaraboko, kuna baadhi ya watu wanasema kuwa ule udhamini wa Gharib GSM kuna timu inapata kitonga hivi kuna ule udhamini ambao waliweka. Sina ushahidi huo. Wewe umepata kitonga na ushahidi kwamba timu inapata kitonga? Watu wanavyosema Mkaraboko. Unawe kwa macho watu wanavyosema kile ninachosema na watu sasa hivi. Unawe kwa macho ya nyama Mkaraboko. Siwezi kuona vitu vya ambavyo siwezi kuviona kwa sababu tunaona mechi Simba kafungwa na Yanga mara 4 mfululizo. Imekuaje sasa? Kadhaminiwa na Gharib. Hayupo Gharib. Azam hayupo. Wasema virabu vya kati hivi Mkaraboko. Vya kati vimefungwa na nani? Simba na Yanga. Simba wakati mwingine anashinda kuvifunga virabu vya kati. Simba na Fountain Gate imekuaje? Mpata sare. Sasa shida ni nini? Ukifuata takwimu Simba katifunga timu ambazo hazijadhaminiwa na GSM goli nyingi kuliko hata za GSM. Shida iko wapi? Tuache kutengeneza uoga. Miaka ya nyuma tulikuwa tunalalamika timu zetu zilikuwa na jezi kama Kaniki. Hazina hata wadhamini. Jezi kama Kaniki ya kwenda kuzikia. Kaniki ya mganga hazina hata wadhamini. Leo jezi zimepata wadhamini, timu zinapata fedha, mmegeuka tena timu mbaya. Na hivyo mnashangilia timu za vingine. Tuache unafiki. Mpira wetu usiendelezwe na ushabiki. Hii GSM kwa sababu tu yeye ana associate na Yanga. Na akija mtu mwingine ana associate na Simba, sio alikaa kikao. Alikuwepo Bin Slumu hapa. Nadhani timu ngapi Bin Slumu? Wamesahau. Kumbushe. Bin Slumu alikuwa Coast. Kaza amezamini mpaka Tanzania pesa Bin Slumu. Mbona watu walikuwa ongei? Mo alizamini timu ngapi? Musa alikuwa na Simba tu. Alizamini na timu za pembeni huko. Watu wamesahau. Alikuwa nazo kimya. Watu waache kuleta uongo. Nadhani tukubaliane kwenye hilo. Karaboko, unaamini TFF wanaweza kuipoka Young Africans alama 15? Kama wasipotokea, unaamini hilo wewe kama mchambuzi na nguli kwenye masuala ya kabumbu? Unaamini hilo? Kama timu isipotokea, anaweza kumnyang'anya alama 15? Si wanayo kanuni inayofanya hivyo. Wanaweza, si wanayo kanuni. Kwani wanampoka alama 15 kwa kumonea sio taka kanuni yao? Naamini kama atataka kutumia kanuni ile, lakini naamini hawezi kufika huko, watashauriwa. Kuna mahala wanatupeleka. Hamna mtu anakubali ubabe unaoendelea huo. Watu sisi wote watu wazima. Watu wazima sisi. Tunajua. Hawa mpira waliukuta usimamia katika nchi yetu na sisi sote tunauona. Hakuna mtu anayekubali ubabe unaoendelea, ndio maana bungeni wamechachamaa. Na sisi huku tunasema tunausemea wanawashangilia, tunausemea mpira. Hii ni vita dhidi ya maslahi ya mpira wa watoto wa Tanzania. Vita kwa ajili ya maslahi ya nchi yetu. Vita kwa ajili ya maslahi ya maendeleo yetu. Hii ni kitu ambacho wote kwa pamoja tunakitazama. Kwa hatuwezi kukubali kuliona ile linalokwenda na lazima tusimame pamoja kupambania kinachoendelea. Kwa tuko kwenye vita ya maslahi. Okay, shukrani. Sasa kuna vitu vingi sana